Hao ni baadhi ya wateja wetu ambao tunafanya nao biashara, wanakuja kununua bidhaa zetu. Utaona kuna majeshi, kuna hifadhi, kuna mashule, kuna taasisi mbalimbali ambazo tunafanya nao biashara kwa ajili ya kununua bidhaa kutoka kwenye kiwanda chetu. Tushaanza kuona mafanikio. Tumepata wenzetu wa China waliomba sampuli za bidhaa zetu, especially zile ngozi, tushawapelekea na zimekubalika kwenye soko lao. Kwa hiyo maana hapa tunasubiria kupata oda nyingi kubwa kutoka kwa hao especially China na Warabuni pamoja na Misri. Mfano hapo tulikuwa tumeuza vipande 24,000 vya ngozi ya mbuzi ambayo ilikuwa wet blue kwenda China kwa thamani ya shilingi $64,000. Kwa hiyo hapo ni mwanzo tu, na bado oda nyingi zinakuja, na tunaona kwamba tuko kwenye right path kwa ajili ya kuuza bidhaa zetu nje ya nchi. Faida kwenye kiwanda hiki kwa kweli ni kubwa. Moja ni ajira. Tunasema tunaajiriwa vijana wengi ambao wamesoma kwenye eneo hili la ngozi. Mapato ya kodi kwa ajili ya tunapouza bidhaa zetu. Vile vile tunatoa soko kwa wafugaji ambao Tanzania tuna ng'ombe wengi. Kwa hiyo tunaponunua ngozi kutoka wafugaji, kwa kweli tuna provide soko. Vile vile hii inasaidia kupata fedha za kigeni na kuongeza thamani ya ngozi ambazo tunazizalisha kwenye kiwanda chetu. Fursa na changamoto. Uwezo wa uzalishaji pale upo mkubwa tu kwa sababu ya teknolojia iliyopo kwenye kiwanda pamoja na ukubwa wa kiwanda uliopo. Na kipaumbele chetu sasa hivi kwa kweli ni kutafuta masoko. Tuendelee kutafuta masoko ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kuuza bidhaa ambazo tunazalisha kwenye kiwanda chetu. Tumekuja kwenu waheshimiwa wabunge kwa nani moja tu, tunaomba muweze kuwa mabalozi wetu wa hiki kiwanda. Bidhaa zote zinazotoka kwenye hiki kiwanda, popote mnapokuwa, muweze kutangaza na kusema kwamba kuna kiwanda. Najua kuna baadhi ya kamati zimekuwa zikija kwenye kiwanda chetu na wamekuwa sema mbona hiki tulikuwa hatukijui, kwa nini hamuji kutangaza hata waheshimiwa wabunge wakajua kwamba kuna bidhaa za aina hii katika kiwanda chetu. Kwa hiyo ndio ilikuwa kubwa hasa tuleta kusema tuje tuongee na waheshimiwa wabunge wajue kwamba ndani ya nchi kuna kiwanda ambacho kinaweza kuzalisha bidhaa ambazo zinaweza kutumika nzuri na bora kuliko hata hizo ambazo tunazipokea kutoka kwa China. Mwaka 2018 Mheshimiwa Naibu Spika, yalifanyika mageuzi makubwa katika sekta ya hifadhi ya jamii. Kama ambavyo mnajua, mlipitisha sheria namba 50 ya SSF ambayo iliupa mfuko wetu huu jukumu la kuhudumia sio tu sekta binafsi lakini pia wale waliojiajiri, na ilifanya hivyo kwa kutambua kwamba waliojiajiri, Mheshimiwa Naibu Spika, ndio wengi katika nchi hii. Nasema nguvu kazi ya nchi hii zaidi ya 80% iko katika kundi hilo, na kipindi hicho chote walikuwa hawako well governed kupitia hifadhi ya jamii. Basi baada ya mabadiliko yale tukaanza kazi yetu, na ilipofika mwaka 2019 tuliweza kuunda sasa chombo rasmi, skimu ya taifa ya hifadhi ya jamii kwa sekta isiyo rasmi. Wakati huo tulikuwa tukiita NIS, yani National Informal Sector Scheme. Hata hivyo, baada ya kuundwa kulikuwa na changamoto nyingi, ambapo swala la wananchi kujiunga lilikuwa ni kidogo sana, na hiyo ilipelekea basi ilipofika mwaka 22 mpaka 23 tukafanya mapitio ya skimu hii kujua ni nini tatizo. Lakini mambo makubwa tuliyobaini ni pamoja na kwamba mafao ambayo tunatoa chini ya skimu ile yalikuwa hayaendani na matakwa ya hawa waliojiajiri katika mambo mbalimbali, lakini makubwa mawili. Moja, namna ya uchangiaji. Waliojiajiri ukiwaambia wajichangie kwa kila mwezi linakuwa ni changamoto, kwa sababu kipato chao wakati mwingine kilikuwa ni cha msimu, cha miezi. Kwa hilo likawa linafanya uchangiaji ndani ya skimu hii uwe mgumu. Lakini pia
mafao mengi pia yalikuwa hayaendani na mahitaji yao, na katika namna isiyo ya kawaida pengine tulisahau mafao ya muda mrefu, yale ambayo kwa mfano mimi nikistaafu, ya uzeeni, ya ulemavu na kifo, pale ambapo mimi ni kama head wa family nikifa, familia yangu inapata mafao, yote haya mafao ya muda mrefu hayakuwepo, yalikuwepo tu mafao ya muda mfupi. Kwa hiyo hizo zikawa ni sababu kubwa mbili ambazo zilipelekea kwa kweli tufanye mapitio na kuja sasa na skimu ambayo ikabadilishwa na jina ikaitwa hifadhi skimu. Skimu hii imeaddress changamoto nyingi hizo ambazo tuliambiwa kupitia yale mapitio na survey ambayo tuliifanya. Kwa mfano mafao ya muda mrefu sasa yapo yanalingana kabisa na yale ambayo wanapata walioajiriwa katika sekta binafsi na sekta ya umma. Lakini pia kuna mafao kwa mfano huduma za matibabu ambayo pia wakati wa ile survey wengi walionyesha kuyapenda sana. Yapo yote hayo. Kwa hiyo yote hayo kwa kweli tumeyaweka na yameleta mwitikio mkubwa sana katika sasa kujiunga na skimu hii ya hifadhi. Mheshimiwa Naibu Spika, labda niseme tu kwamba wananchi wengi wapo huko katika waliojiajiri, na kwa sasa kwa mujibu wa Integrated Labor Force Survey ya mwaka 2024 ya National Bureau of Statistics, watu hawa ni takriban wananchi milioni 20.98, na hiyo ni zaidi ya 85% ya nguvu kazi ya nchi. Ndio maana tunasema wengi kwa kusema kweli wako huko, na ndiyo maana tuna umuhimu sasa mkubwa wa kuwafikia kupitia hifadhi ya jamii. Na madhumuni ya skimu hii ya hifadhi ya jamii, Mheshimiwa Naibu Spika, sana ni yale ambayo tumeandika pale, lakini kubwa zaidi ni hilo la kuongeza wigo wa hifadhi ya jamii ili wafikie wananchi walio wengi. Na tunafanya hivyo kwa sababu utaratibu wa hifadhi ya jamii ukiwafikia wananchi wengi ni njia moja madhubuti ya kutoa umaskini. Tunaliona hilo katika nchi zilizoendelea. Wananchi wengi wako covered na swala la umaskini wa kipato unakuwa umeondoka.